Bwana msikilizaji, asante. Tumekutana leo tena kwa ajili ya kupata mwendelezo sehemu ya 3 simulizi nzuri ya kuitwa Binti Zulfa. Mimi ni Uncle J na hii channel inaitwa Uncle J Simulizi. Kama bado hujasubscribe, basi ni kuombe usubscribe hivi sasa ili usipitwe na simulizi kila inapoitwa leo. Bwana, sasa nikukumbushe, katika sehemu ya pili tuliishia pale ambapo Zulfa anapokea vishawishi kutoka kwa rafiki yake ya kwamba waende kwa huyo mzungu wakamdange hiyo milioni 1 kwa mshindo mmoja. Sasa swali ni je, Zulfa baada ya kusikia kuna ofa nono ya milioni 1 atakubali au atakataa? Lakini tukumbuke kwa sasa Zulfa ameamua kubadilika na ameamua kuuza supu pale nyumbani wanapoishi na Mina. Ameamua kuwa mtakatifu na kuacha kabisa masuala ukahaba kwa sababu tayari yeye ni mwathirika, kwa hiyo hataki kuendelea kuwaambukiza wengine kwa makusudi. Sasa swali ni je, vishawishi vya rafiki yake ataweza kweli kuviruka ama atajikuta anaingia kwenye huu mtego? Bwana, karibu mzigo mtambo kutoka kwake mwandishi Habiba mara moja. Mimi naitwa Uncle J, ndiye ninayekusimulia. Karibu. Sasa bwana, hiyo siku rafiki yangu Mina akaniaga, akaniambia kwamba yeye amepata danga jipya la kizungu. Tena kumbuka hiyo siku aliniambia kwamba Zulfa, nimepata danga la kizungu shoga yangu. Hilo danga liko hoti, hatari, asikwambie mtu. Ila tu hilo danga limeniambia kwamba linataka tuwe wanawake 3, alafu yatakuwa peke yake. Na kila demo atampa milioni 1. Shoga yangu, twende. Hilo zungu lina hela, mimi nakwambia. Msikilizaji, kusema ukweli, hii pesa milioni 1 nilitamani sana. Sasa nikawa nawaza, au niende nipate hiyo milioni 1, kwa sababu hii milioni 1 nikiipata itakuwa ni msingi mkubwa sana kwenye biashara yangu, ili niweze kuachana basi hata na hii kazi, nifanye hata biashara ya genge. Kiukweli roho ya tamaa iliniingia, ila nikaona ngoja kwanza nikaushe, maana mimi nimeshaamua kuachana na hizi mambo za ukahaba. Ngoja nifanye nikaushe, na wanaume wenyewe tunawajua. Anaweza akakuahidi pesa na unaenda kule unalala naye na hiyo pesa hakupi. Nikasema bwana, sikiliza Mina, mimi siwezi kwenda. Mimi nimeshakuwa mama chapati, nimeshakuwa mama supu, nauza tu supu. Naomba tu watafute wakina Peni huko uende nao. Hivyo Zulfa, una akili wewe? Zulfa unaikataa milioni 1? Zulfa umeshiba pesa Nikamwambia Mina, sio Mina bwana wewe, shogangu, mimi dili sikutaka likupite. Yaani kweli ndo dili limekukosa? Haya, sawa. Nikasema poa. Kweli Mina akajiandaa pale, kisha huyu akaondoka zake kwa huyo danga lake. Mimi nikampigia simu Maida huyu ni nesi yule ambaye alinipa maelezo mazuri sana kuhusiana na namna gani naweza nikaishi na virusi vya ukimwi, na hata yeye mwenyewe pia aliniambia anaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tukawa tunapiga story za hapa na pale mpaka usingizi ukaninyemelea. Kwa hiyo nikamwaga huyu nesi Maida ya kwamba bwana mimi nalala. Kweli nikalala nikajipumzisha. Basi asubuhi nikaamka kwenye biashara zangu za uuzaji wa supu. Basi nikapiga sana kazi hiyo siku, nakumbuka. Nilipomaliza nikarudi ndani kwa ajili ya kufanya usafi. Na hiyo siku nikafua, nikamfulia mpaka shoga yangu Mina, na kisha mimi nikaingia ndani kwa ajili ya kupumzika bwana. Sasa zilipita siku kama 3. Mina hakuwa amerudi nyumbani, na nikimpigia simu akawa hapatikani. Kiukweli nilikuwa naogopa kwamba itakuwaje. Jamani, mbona simpati huyo shoga yangu? Na hii kazi yetu ya nani hii tunaijua, yaani muda wote kinanuka. Kwa nikampigia mdada mmoja hivi ambaye naye yupo kwenye hii biashara, anaitwa yule dada anaitwa Sisha. Nikamuuliza, oya, inakuaje, mbona nampigia Mina leo siku ya 3 hapatikani, kijiweni huko unamuona? Sasa Sisha ndo akaniambia, shosti, na si ndo tunajiuliza hapa, maana Mina kaondoka na kina Peni na kina Tupsi, wote 3 wameondoka, lakini mpaka leo hatuna taarifa zao. Tunawapigia tuwapati. Mungu wangu. Unajua kwanza niliposikia hii taarifa
Niliogopa sana kusema ule kweli. Sasa nikawa nawaza, au kuna kitu kibaya kimempata Mina. Nikamwambia Sisha, au tuende polisi nini tukatoe taarifa. Sisha akaniambia, wewe nawe polisi ya nini sasa? Sisi kesi zetu huwa tunamalizana kesi zetu sisi unazipeleka polisi, tunaenda kuzimaliza vipi? Bwana sikiliza, usikute hilo danga ulilokuwa nalo huko limewaambia wazime simu zao, kwa tu tuvumilie tusubiri. Nikawaza nikaona kweli. Unajua kuna baadhi ya wateja mkiingia chumbani anakuambia kabisa zima simu. Sijui wanajuaga tunawarekodi. Basi nikasema okay poa, uenda labda Mina na hao wakina Penny labda wamekutana hilo danga limesema wazime simu zao. Basi nikapumzika zangu. Mida ya jioni sana simu yangu ikawa inaita. Kuangalia anayenipigia ni yule dada nilikuwa nimempigia mchana kule kijiweni. Nikapokea haraka sana. Sasa yule mdada Sisha yule, nikamwona analia, nikamsikia analia. Nikamwambia Sisha, kuna shida gani, mbona unalia? Akasema Mina na wenzake wamefariki. Mungu wangu, toba. Wamefariki? Nyie mnajua moyo wangu ulifanya pa. Nikasema wamefariki? Wamefariki kivipi? Mbona sielewi? Yaani kivipi wamefariki? Akasema miili yao imetupwa Temeke huko kwenye mtalo. Nimeambiwa miili yao ipo Temeke hospitali na wamekatwa baadhi ya viungo vya mwilini. Mungu wangu. Aisee, niliumia sana. Nikapiga kelele kama chizi, nililia mno hiyo siku. Mina ndo alikuwa best yangu. Tena sana. Mina na roho nzuri, Mina ndiye alinipokea kwenye hili jiji la Dar es Salaam. Na tabia zetu ndo hizo. Mungu wangu. Ila Mina ni mdada fair sana. Tena sio kuwa na shida na mtu. Aisee, tukio liliniumiza sana baada ya kusikia kwamba Mina amefariki dunia. Tena miili yao ilikuwa imetupwa huko kwenye mitaro. Ni wanaume wana roho mbaya. Nililia mno. Wapangaji wenzetu walikuja pale wakaanza kunibembeleza ya kwamba ni nyamaze, nijikaze tu. Nikasema jamani, mimi naumia. Mimi na Mina ndo kila kitu kwangu. Mimi ndo alikuwa ndo ndugu yangu. Mimi ndo alikuwa ndo shosti yangu. Nitakuwa mgeni wa nani kwenye hili jiji mimi bila Mina? Kiukweli nililia sana msikilizaji. Niliwaza kama na mimi ningeshawishika, ningeenda huko kwenye hilo danga la kizungu, kwaona mimi ningekufa, kwaona mimi ningeuliwa. Basi watu walinibembeleza sana mpaka nikatulia kabisa. Nikawaza sana, nampatiaje taarifa dada yake? Maana Mina najuaga ndugu yake wa pekee ni dada yake ambaye yuko Singida, na mimi sina wala hata namba zake huyu dada yake. Nikawaza nafanyaje. Nikachukua kidaftari cha Mina ambacho waga anapendaga sana kuandika namba za wateja wake. Nikaanza pale kukipekua kile kidiary. Nikawa hata sielewi, na vile ndo sijui kusoma. Nikasema ngoja. Nikakibeba kidaftari, nikakichukua, nikampigia simu Sisha. Nikamwambia tukutane. Tunakutana wapi? Akasema tupo Temeke hospitali hapa. Nikamwambia okay sawa. Kiukweli sikufanya ajizi, haraka nikawahi kule Temeke hospitali. Tulipofika kule Temeke hospitali, wakasema kwamba hawa wengine wameshafanywa mpango wa kupata ndugu zao, lakini bado Mina tu. Nikasema mimi hapa ndo ndugu yake. Mimi najua dada yake wapi alipo. Dada yake yupo Singida nyumbani. Lakini mimi sina namba zake, ila kuna hiki hapa kidaftari. Hebu jamani angalieni, huenda kitatusaidia. Kwa wakakichukua kile daftari wakaanza kuangalia pale. Wakasema kuna namba hii imeandikwa dada. Nikasema basi ndio utakuwa ndio huyo dada yake. Basi wakampigia pale dada yake. Hapo wakawa wamempigia dada yake na Mina, wakampatia taarifa za msiba. Kiukweli dada yake Mina alilia sana. Yaani mimi sikuwa naongea naye, ila tu nilisikia machungu yake kusema ule kweli. Wakinasisha wakawa wanamuelekeza pale jinsi ilivyotokea. Yule dada yake na Mina akasema nakuja haraka, nakuja huko da, mpaka kesho asubuhi nitakuwa nimefika da. Basi baada ya pale mimi nikarudi nyumbani. Nikampigia dada Maida yule nesi. Nikalia sana na nikamweleza yote yaliyotokea. Dada Maida akaniambia pole sana Zulfa, hapo kumeshakuwa hapa kufai. Maana kuna memories za rafiki yako. Baada ya msiba huu ukipita, hebu njoo kae na mimi kwangu Mbezi huku, kupo tu vizuri. Nikasema sawa dada Maida.
Basi huyu Nesi Maida akanipatia, yani alikuwa ananipa sana moyo kusema ule kweli, na akaniambia jikaze. Aliniambia niwe ngangari ili tumpumzishe kwanza Mina, alafu mambo mengine yaweze kuendelea. Nikamwambia sawa. Kweli baada ya muda simu ikaita, nikapokea. Alikuwa ni dada yake na Mina, akaniambia kwamba ameshaanza safari alfajiri kutoka Singida ya kuja Dar es Salaam. Nikasema sawa dada. Basi hii siku mimi sikulala. Nilikuwa naona kama vile rafiki yangu Mina ananifuata. Yani kama vile tunaongea, tunacheka, tunafurahi. Aise, nililia usiku kucha msikilizaji. Mpaka alfajiri dada yake Mina akanipigia simu ya kwamba ameshaingia Dar es Salaam. Nikamuelekeza hapa tunapoishi. Basi mimi nikamuelekeza mpaka Kigogo. Nikaona kaja yeye, alikuja na mama mtu mzima hivi. Nikawakaribisha ndani, tukaanza kulia upya. Tulilia kweli kweli, nakwambia. Majirani pale wakaja tena kuja kutubembeleza. Yani usiombe ufiwe na mpendwa wako wa karibu. Nyie roho inauma vibaya mno. Basi bwana, tukaenda zetu hospitali, tukaanza pale kufuatilia jinsi ya kupata mwili wa Mina. Maana ilibidi sasa Mina asafirishwe akazikwe Singida. Basi bwana, tulifuatilia mpaka majira ya saa 9 hivi za mchana tukaupata mwili. Na shangazi yake Mina ndiye aliyetoa pesa. Tukakodi gari ya kusafirisha mwili. Basi dada yake Mina akawa ananiambia nikusanye kila kitu cha Mina nije nacho hospitali. Nikasema sawa. Kwa hapo mimi nikarudi tena mpaka Kigogo, nikabeba vitu vyake vyote kuanzia nguo, viatu, yani kila kitu cha Mina nilikichukua. Alafu kisha nikarudi hospitali. Nikakuta pale mwili wa Mina ushapakizwa katika gari. Na kuna wenzetu walijiunga na sisi kwa ajili ya kuupeleka mwili wa Mina Singida. Ila sio wengi. Maana waligawanyika, maana kulikuwa kuna misiba mitatu. Nyie, uweze amini, njia nzima nilikuwa nalia. Maana nilijua kabisa wamekufa kifo cha maumivu sana. Kwa sababu walikuwa wamekatwa matiti yao, wamepasuliwa tumboni. Yani kuna baadhi ya vitu walikuwa wamevichukua mtumboni, sijui moyo, sijui figo, sijui ni nini, lakini tu walikuwa mwili ule umechanwa hapa tumboni, wamechukua vitu ambavyo wenyewe walikuwa wanavitaka. Wamemkata sehemu za siri. Yani Mungu wangu. Sitamani hata kukumbuka. Hizi kazi za kujiuza, sio kazi kabisa ndugu zanguni. Yani unamwamini mtu ambaye humjui, hakujui, na unaenda hujui ataenda kukufanya nini. Wengine wanakuwa shida zao sio tu kulala na wewe. Wengine ndo wanakuwa na shida za viungo vya binadamu kama alivyomfanya shoga yangu Mina. Basi bwana, mpaka inafika usiku wa saa 9 ndo tukawa tumeingia Singida. Tukakuta watu wengi tu kwa shangazi yake na Mina. Na hapo ndo msiba ulipofanyikia, maana hawakuwa na wazazi. Kiukweli ilikuwa simanzi na maumivu sana, hasa kwa wana ndugu, japo kuna baadhi walibeza na kusema kwamba aende tu bwana, si alikuwa anajiuza, atajijua mwenyewe. Na wakawa wananinyoshia vidole sana mimi kusema ule kweli, ya kwamba mimi ndo nitakayefuata, yani baada ya Mina kufa mimi ndo nitakayefuata. Ila ndugu zake na Mina waliumia sana, yani sana tu. Baada ya mazishi ya Mina niliongea sana na dada yake Mina, na nakumbuka alinisihi sana nibaki Singida. Nikawaombe wazazi wangu msamaha, niachane na habari za Dar es Salaam. Akawa ananiambia kwamba Dar es Salaam itaniharibu tu na wala Dar haitaweza kunisaidia. Nikasema sawa, nitaenda kuongea na wazazi kesho asubuhi. Maana muda huo ilikuwa ni usiku. Kweli tukalala matanga pale, na asubuhi mimi nikaenda nyumbani kwa wazazi. Nilipanga nikaombe msamaha wazazi wangu. Hata mimi sikuitamani tena Dar es Salaam kusema ule kweli. Basi taratibu nilijikokota mpaka nyumbani. Nilipofika nilimkuta mama alikuwa anafagia nje. Kwanza mama aliponiona tu akaniuliza, "Wewe mwana haramu, umefuata nini hapa?" Msikilizaji, pale nikapiga magoti, nikamwambia, "Mama, nakuomba unisamehe. Dunia imenifunza mama tayari. Naombeni msamaha wazazi wangu. Naombeni mnisamehe sana. Nimekosa mimi." Wewe binti, hebu nyanyuka hapo. Nyanyuka uondoke hapo, usije kanipa kesi sasa hivi. Na nimesikia sana msiba wa huyo malaya mwenzio. Sasa na wewe wa kwako msiba wako uko njiani. Na uwaambie kabisa ukifa wakufukie tu huko. Hatutaki maiti yako hapa. Hebu ondoka.
Sasa wakati mama ananisema hivyo, mimi nilikuwa nalia. Nikamwambia mama, naomba unisamee. Mimi nimeshajifunza na nimeacha mambo yote mabaya mama. Naomba unisamee. Wazazi wangu naombeni mnisamee. Tafadhalini na waombeni sana. Sasa wakati namuomba mama msamaha, si ndo baba akatokea bwana. Baba akasema, wewe mshenzi, umefuata nini hapa? Na kuuliza, umesahau nini hapa? Ngoja sasa, ngoja. Hapo baba ananiambia ngoja, akaingia ndani. Alitoka na panga. Sielewi nilinyanyuka vipi, ila nilijikuta nimenyanyuka nikakimbia kama vile mwenda wazimu. Hapo nyuma baba ananikimbiza kweli kweli. Akaniacha mitaa ya barabarani kabisa, akaniambia, wewe ukirudi tena na kuchinja wewe, mjinga mmoja wewe. Sitaki kukuona mimi na sina mtoto kama wewe. Pumbavu kabisa wewe. Mimi hapo nikarudi mdogo mdogo msibani. Nikamweleza dada yake Mina kile kilichokuwa kimetokea. Dada yake Mina akaniambia, basi baki huku. Na sijui ni kwa nini sitamani tu wewe urudi da. Nikasema, dada, mimi kule da mbona sijiuzi? Nimeshaacha. Msikilizaji, hapo sasa nikajimbia moyoni, na kama ile siku Mina alikuwa ananishawishi tuende kwa hilo danga lake la kizungu, kama ningeondoka naye Mina, maana yake ni kwamba sote wawili tungeokotwa ni maiti. Ila Mungu amrehemu shoga yangu Mina na ampunguzia adhabu ya kaburi. Basi nikamwaga dada yake Mina kwa kumwambia kwamba mimi uko dami wala tasijuzi. Nikaongea na yule nesi Maida, yule dada yangu wa da, ya kwamba narudi. Akaniambia shukia Mbezi, kituo kimoja kinaitwa Mbezi Lois. Nikasema sawa dada. Basi mimi nikapanda pale basi, jioni kabisa nikaanza safari ya Dayo. Tulitembea usiku kwa usiku. Kiukweli nilikuwa na mawazo sana, huku nikiwa nawaza kesho yangu, na nilikuwa najutia sana maisha yangu ya nyuma. Hata usingizi sikuupata. Swala la shoga yangu Mina lilikuwa linanijia sana akilini. Maana Mina ndo alikuwa rafiki yangu mkubwa na tulishibana sana, yani sana zaidi ya sana. Basi bwana, mpaka alfajiri tukawa tumeingia Dar es Salaam. Na mimi nikashuka Mbezi Lois. Na kweli nilimkuta Maida. Huyu nesi Maida akanipokea vizuri, akanikaribisha mpaka kwake. Ndani kwake kulikuwa ni kuzuri tu. Kwanza alipanga katika nyumba nzuri. Alikuwa na chumba, alikuwa na sebule, alikuwa na choo. Yani choo kipo ndani kwa ndani. Huyu nesi Maida akaniambia, karibu sana mdogo wangu, na ujisikie upo huru. Nikasema, da Maida, asante, nashukuru sana kwa support yako. Basi alinipa sana pole. Pole alonipatia ilikuwa ni ya msiba wa rafiki yangu Mina. Na huyu nesi Maida akaniambia kwamba nipumzike, yeye anaingia kazini. Ila alikuwa ameshapika. Kwa nikiamka nile na usiku atarudi tutaongea vizuri. Nikamwambia sawa da Maida. Kweli nilienda kuoga, nikapanda kitandani. Hii siku ndo nililala. Tangu kitokee kifo cha Mina sikuwahi kulala. Hii siku ndo nililala. Nilikuwa kama na siku sijui 3 sijui ngapi sijalala kabisa, yani usingizi ulikuwa wa mangamu. Sasa hii siku ndo nililala kweli. Nililala mno. Yani hata kula sikula mpaka jioni. Yule nesi Maida narudi ndo akaniamsha, akaniambia, wewe mbona hujala sana? Nikasema, da Maida, sijala kwa sababu nimechoka sana. Pole Zulfa, ila inabidi ule. Unatakiwa umeze dawa au umesahau? Nikasema, Maida, kiukweli mimi tangu msiba wa Mina utokee sijanywa dawa hata siku moja. Na wala sikuzibeba. Wewe Zulfa, wewe umekosea. Sawa? Hebu kesho twende ukachukue vitu vyako vilivyobakia kule. Nikasema sawa Maida. Lakini da Maida, asante sana kwa wema wako. Usiwaze bwana Zulfa. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Sawa? Nikasema sawa. Basi akapakua pale chakula ndo tukala. Tukaongea pale, ila bado nilikuwa nina usingizi. Nikapanda kitandani. Nikauchapa usingizi mimi vibaya mno. Nilikuja kuamka saa 4. Nikamkuta nesi Maida kashafanya kazi zote. Unajua mpaka niliona aibu. Yule nesi Maida akaniambia kwamba wala hata usijali, wewe nenepa tu shoga yangu. Njoo tunywe chai, tukafuate vitu vyako. Basi kweli tukanywa chai, na tulipomaliza tukaanza safari ya kuelekea Kigogo, kule ambapo nilikokuwa naishi na Mina. Tulipofika nikabeba vitu vyangu vyote. Godoro nilikuwa nimeliacha, maana godoro lilikuwa limechoka, limeisha sana. Alafu mama mwenye nyumba
alikuwa ameliomba wanae walalie. Basi nikawaachia tu, nikamkabidhi chumba chake yule mama, kisha mimi nikarudi kwa Maida huku Mbezi. Huyu nesi Maida akaniambia kwamba dada yake ana restaurant kubwa maeneo ya Kibaha, na ameniombea nafasi kule, ikiwezekana nikafanye kazi huko kwenye hiyo restaurant. Nikasema dada Maida, asante sana, nashukuru. Dada Maida akaniambia wala hata usijali Zulfa, wewe nenepa shoga yangu, sawa, ila tu zingatia kumeza dawa zako. Nikasema sawa. Basi nikawa nipo tu huku nasikilizia mchongo wa kazi. Kwa hiyo baada ya wiki 2 za kushinda nyumbani tu, dada Maida akaniambia kwamba huyo dada yake ameniambia nikaanze hiyo kazi sasa huko restaurant. Na Maida ndo alikuwa ananipeleka, maana mimi kwa sipajui. Na kweli huyu nesi Maida alinipeleka mpaka huko Kibaha. I say ilikuwa ni restaurant nzuri sana kusema ukweli. Alafu ni kubwa. Alafu ilikuwa iko very classic. Sijui mnanielewa. Sio tu unaenda pale una kiela chako 2000-3000 uingie shoga yangu. Yaani ilikuwa ni restaurant ya maana. Wanaenda pale watu wenye hela zao kama wakina Uncle Jay Simulizi. Basi bwana, Maida kanitambulisha pale kwa dada yake. Nikaanza kazi hapo. Mshahara niliambiwa 1,500,000. Maida alinishauri vyema sana nianze kufanya ile kazi kuliko kukaa tu nyumbani. 1,500,000 si haba, ni hela nzuri. Na akaniambia kama atapata kazi yeye ambaye yenye mshahara mkubwa, yani yes ndo ananitafutia kazi, akaniambia kama nitapata kazi yenye mshahara mkubwa zaidi ya hii 1,500,000 basi nitakushtua kaifanye. Mimi nikaona sio mbaya, kweli nikaanza kupiga kazi bwana. Kwanza tulikuwa tunavaa sare, yani jeans nyeusi na t-shirt ya orange, tukiwa tuko pale restaurant tunahudumia, na walikuwa wanauza chakula tu pamoja na vinywaji, wala hapakuwa na pombe kali. So wanakuja watu ambao wanajiheshimu mno. Basi nikawa nafanya kazi pale, naingia asubuhi saa 2 natoka saa 3 usiku, ndo narudi Mbezi bwana. Kwa nilikuwa nachoka, ila nikaona bwana nipambane, kwa sababu mimi wazazi wameshanikataa, nikijiendekeza nitaishi wapi? Lazima na mimi nipambane, hata niwe na kwangu, sio kila siku ninakaa kwa dada Maida, sio kweli. Basi bwana, siku hiyo nakumbuka pale restaurant alikuja mteja fulani hivi, mkaka huyo yuko very smart. Unajua very smart ni mkaka wa maana. Nikaenda kumhudumia, nikamwambia karibu bosi, nikuhudumie nini? Yule kaka akaniambia niletea ugali na samaki. Basi sisi kwenye restaurant tunachukua pesa kwanza. Nikachukua pesa yake, kisha nikaipeleka kwa bosi. Nikaeka pale oda chakula, nikapewa pale vyakula, nikarudisha pale mezani kwa yule kaka. Yule kaka akaniambia mbona wewe binti kama nakujua? Mungu wangu, nilishtuka. Maana mimi ni mtu wa matukio mjue. Nikawaza au kanijua nilipokuwa najiuza, au nishaye kulala naye huyu kaka. Maana nilivyokuwa mstaarabu kwa sasa, mtu nikimpatia mikasa yangu ya nyuma anaweza hata asiamini kwamba sio mimi. Yule kaka akaniambia wewe, kuna sehemu mimi nishaye kukuona ila sikumbuki ni wapi. Je, wewe mwenzangu hunikumbuki labda mimi? Kwanza nikamwangalia huyu kaka, nikamzumu kuanzia juu mpaka chini. Nikamwambia hapana kaka, sikukumbuki kabisa. Oh, sawa, haina shida, maybe nimekufananisha. Basi nikamwacha yule kaka anakula, mimi nikawa niko busy na wateja wengine. Yule kaka alipomaliza kula, mimi nikaenda pale kutoa vyombo. Akaniambia sikiliza dadangu, nimeshakukumbuka nilipokuona. Umeniona wapi kakangu? Nakumbuka tulishawahi kusafiri pamoja miaka 3 nyuma iliyopita. Ulikuwa unatokea Dodoma unakuja Dar. Jamani, huyu mkaka mbona ana kumbukumbu hivi? Kwa hiyo mpaka nikaguna, nikamwangalia vizuri, nikamkumbuka ni yule mkaka aliyekuwa amenunuliaga chakula katika gari ile mara yangu ya kwanza kabisa na ianza safari ya kutoka Dodoma kuja Dar. Alafu huyu mkaka alishukia Kibaha. Na nakumbuka ile siku nilinuna sana, huyu mkaka kuniomba namba wala hata kunishtua wakati anashuka, kwa sababu mimi nilipitiwa na usingizi. Nikamwambia kakaangu, nimekukumbuka. Akasema kumbe nao uko hapa? Nikamwambia ndio, mimi niko hapa. Unaitwa nani kwani? Nikamwambia naitwa Zulfa. Oh, sawa sawa. Mimi naitwa Hamza. Nikamwambia sawa, nimefurahi kukufahamu. Haya,
Okay, poa. Basi mimi nikampa chenchi yake. Akasema no, asante. Hiyo baki nayo tu Zulfa. Nikamwambia kweli? Akasema nikamwambia asante. Nyie. Kisha yule kaka kanyanyuka kaondoka zake. Basi akanibakishia pale chenchi, nakumbuka ilikuwa sijui 7,000 sijui 6,000. Maana alitoa 20,000. Ile ilibaki hela ya maana. Kwenye 7,000 hivi nakumbuka. Na alikula chakula cha shilingi alikula chakula cha shilingi 13,000. Nikasema hapa nikipata wateja kama hawa 10, haki ya Mungu mimi nanenepa wallahi tena nakwambia. Basi nikawa na cheka tufanya masiala nini 7,000, mtu anakupa 7,000 yake hujaitumikia, hujahenyeka, hujafanya nini. Basi bwana, mida ya saa 3 za usiku ndo nikarudi Mbezi, niko hoi. Asubuhi nakumbuka na alfajiri mapema nikaamka nikamsaidia kazi Maida, kisha ndo nawahi kazini. Japo yeye mwenyewe Maida anasemaga kwamba nisiguse kazi, ila kusema ukweli naonaka kama vile iko sawa, na naona aibu. Yaani kwamba yule mwanamke mwenzangu na mimi ni mwanamke, alafu eti ndo aanze kuamka afanye kila kitu. Yaani sasa mimi kama ndo bosi, hapana. Hata kama bwana na yeye anachoka bwana na kazi anazozifanya hizi za unesi. Basi bwana, hiyo siku tena niko kazini, nikamwona Hamza, nikaenda kumsalimia. Hamza akaniitikia kwa kunichangamkia sana. Alafu nilimwona ni kijana fulani hivi pisi sana, siko na shida. Nikamuuliza, bosi, nikudumie nini? Zulfa, kwa nini unaniita bosi bwana? Hebu nipatie tu kama kawaida yangu, nipatie tu ugali na samaki. Nikamwambia poa. Na kweli nikamletea ugali samaki. Kisha nikawa niko busy na wateja wengine. Alipomaliza nikaenda nikatoa vyombo, akanipa shilingi 50,000. Kudadeki 50,000 kanipa, yani mpaka nikashangaa. Nikasema, Hamza, mbona umenipa pesa nyingi hivi? Nimekupatia tu, kwani kuna shida wewe mimi kukupatia pesa? Hiyo 50,000 nenda kalipia chakula nilichokula, inayobaki unabaki nayo. Hamza, asante. Sasa hapo moyoni nikaanza kusema, huyu kaka mbona kama kanielewa. Unajua si bure mtu anakuachia 7,000, siku pili anakuachia 50,000. Huyu atakuwa kanielewa huyu. Asiniletee matatizo mimi. Basi bwana, kweli mimi nikaenda pale kulipa ile pesa ya chakula, iliyobaki nikaifunga kibindoni. Ikapita kama wiki moja, sikumuona kabisa Hamza. Siku hiyo sasa ndo nimerudi home usiku sana, kama kwenye saa 5 hivi. Hii siku huyu nesi Maida hakuwepo, alikuwa zamu ya usiku kazini. Basi nikaoga nije kulala, maana kula tunakula kazini free kabisa. Kabla sijalala simu yangu ikaita. Nikasema huyu nani ananipigia sasa hivi? Basi nikapokea, nikasikia sauti tamu ya kiume. Hivi nyinyi mnamjua yule mkaka wa simulizi anaitwa Ankoje Simulizi, simulizi. Ana sauti tamu alafu ni ya kiume. Basi ndo nikaisikia kutoka kwa Hamza. Akaniambia, hello Zulfa. Nyie, hakuna kitu kitamu kama uwe na mkaka mwenye sauti nzuri. Eti uwe na mkaka jamani. Hata uwe tu na rafiki mwenye sauti nzuri ya kiume. Yaani najua hii feeling hamwezi kuelewa mpaka uwe na huyo mtu. Kawaulizeni mashabiki wa Ankoje wanaosikiliza simulizi zake. Kuna watu unaambiwa mpaka wanagombana na wapenzi wao kisa tu simulizi za Ankoje. Yule kaka na sauti bwana kabarikiwa. Ndo Hamza sasa nakwambia. Akaniambia, hello Zulfa. Nikasema huyu nani tena? Au madanga haya anataka kunirudisha kule mimi? Maana sijaelewa. Na sikuwa nimempa mtu namba yangu, sikuwa nimempa mwanaume yote, na mimi mambo ya kudanga siyataki. Nani tena huyu ananishawishi na hili sauti lake? Nikasema, halo wewe nani? Mimi Hamza bwana. Wow. Hamza yupi? Hapo nikafika simjui. Hamza yupi? Anayekujaga kula pale mgawani. Nimekujua sasa. Okay, sawa. Nilikumise tu nikaona nikupigie nikusalimie pia. Wewe Hamza, namba yangu kakupa nani? Nimeomba pale mgawani kwenu, ila sikwambii ni nani ambaye amenipatia. Hamza, sawa bwana, mimi nilikuwa sikuoni, nikajua labda maybe ndo umetuhama, labda chakula chetu sio kizuri. No. Hapana Zulfa, nilikuwa nimesafiri, sikuwa nchini, na ndo maana nimerudi, lakini kesho lazima nije. Kwani wewe umenimisi?
Nijibu, umenimisi? Kwa nini nikumisi sasa? Mimi nilizani na wewe utakuwa umefeel kama vile ambavyo mimi na feel juu yako. Hapo nikaona huyu anataka kunitongoza, huyu hana lolote. Nikasema Hamza, mimi nataka kulala bwana, kesho kazini, nipigie basi muda mwingine. Unataka kulala au upo na bwana wako hapo pembeni? Hamza, sasa ningekuwa na huyo bwana, ningekuwa na mwanaume ndo ningeongea muda wote utulaongea. Okay, labda kaenda chooni. Alafu unajua, uwezi jua, labda yupo kaenda kuoga sasa hivi ndo anarudi, ndo maana unaniambia kwamba nikate simu. Mimi nitajuaje sasa Zulfa? Hamza, hebu acha hayo mambo bwana, mimi nalala. Okay, basi poa, uwe na usiku mwema mama watoto. Mie? Mama watoto wake? Mbona ghafla? Sasa kabla sijamuuliza, wewe vipi, mbona niita mimi mama watoto wako? Nikashangaa simu ameshakata. Nikaona huyu mkaka huyu anataka kuleta mambo ya mapenzi huyu. Hamza kama vile anataka kunitongoza. Basi mimi nikalala. Ila lile neno la kuniita mimi mke wake, kuna jinsi kama lilikuwa limenipa raha kusema ule kweli. Nikawaza, hivi na mimi ipo siku nitakuwa na familia yangu. Yaani ipo siku na mimi nitakuwa na mume wangu na watoto wangu. Mungu atende jamani. Basi sijui hata usingizi ulinipitia saa ngapi. Asubuhi nikawahi kazini. Basi mida ya mchana hivi nikaona Hamza kaingia pale. Kapendeza Hamza vibaya mno. Huyu kaka naye yumo jamani kwenye kutupia. Soma siara. Alafu alikuja na rafiki yake. Basi akaninyoshia pale mkono kwamba unajua ile mtu anakuambia hivi. Yaani akawa ameniita niende. Mimi nikaenda kusikiliza, si wateja. Nilipofika pale Hamza akaniambia hivi, Zulfa, msalimie shemeji yako. Nikasema Hamza jamani, shemeji gani? Mbona una visa wewe? Bro Justin, huyu bwana mimi ni demu wangu. Siku yoyote mimi hapa naoa. Anaitwa Zulfa. Nimemwona bwana shemeji. Shemeji ana baya bwana. Shemeji mrembo bwana. Unajua mimi sijawahi kukosea kwenye kuchagua. Sasa hapo akawa wanaongea. Mimi nikawa nacheka tu. Maana Hamza, yani kama ni mtu wa utani hivi, basi mimi nikawahudumia pale wakala. Kisha hii siku nakumbuka Hamza alinigia 200,000. Unajua mpaka nilishangaa. Nikaona huyu kaka yuko serious Huyu mwanaume anatoa 200,000. Wewe kuona wapi mwanaume anatoa 200,000? Seriously? Huyu hawezi kuwa ananiachia pesa hivi bila sababu. Yaani mwanaume mpaka anatoa 200,000 it means ni kwamba huyu mtu anakuhitaji. Basi ikawa ni kila siku Hamza ananipigia simu. Yaani ananipigia sana tu. Mara ananisalimia, mara ananipigisha story, mara ananipigia story ile, mara mpaka yule nesi Maida, yule dadangu Maida, akaanza kujua sasa uwepo wa Hamza kwenye maisha yangu. Maana Hamza alikuwa ananipenda sana na alikuwa anapenda kupiga simu usiku. Kuna muda naongea naye sana na Maida anakuwa yupo. Kwa akawa ananitania eti kwamba mimi ni Mrs. Hamza, wakati hata hajawahi kumuona huyo Hamza mwenyewe. Basi mimi nikawa nacheka tu, maana mimi na Hamza sijui nisemaje, lakini mimi sikumtilia maanani. Na Hamza hajawahi kunitongoza, japokuwa wanasemaga kwamba mwanaume mwenye pesa hatongozi. Sijui ni kweli? Eti msikilizaji unanisikiliza, ni kweli mwanaume mwenye pesa huwa hatongozi? Nasikia wanaotongozaga ni wanaume ambao hawana hela. I don't know, lakini eti mwanaume mwenye pesa huwa hatongozi. Siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni saa 3. Natoka zangu kazini. Nje nikamkuta Hamza. Alikuwa amevaa pants, alikuwa amevalia t-shirt ya blue. Hamza alikuwa ameegemea gari. Nikasema, we Hamza, unafanya nini muda huu sasa? Leo nimekufuata wewe mke wangu. Nataka nikupeleke kwenu. Kwanza nikacheka, maana mara zote ananiita hivyo hivyo mke wake.
alafu hana aibu. Yaani hata kazini ananiita mimi mke wake. Yaani mpaka wafanyakazi wenzangu wote wakiniona wananiambia shemeji kaja yule kule. Nikasema Hamza, hebu bwana Hamza, hebu acha utani. Mimi naenda mwenyewe nyumbani. Mimi nipo hapa tangia saa 1 na kungoja wewe. Alafu unakataa kwamba nisikurudishe nyumbani, hebu acha masiara bwana. Sasa kati ya mimi na wewe nani anayefanya masiara? Hamza, hebu nenda bwana. Sasa nikawa hata sijafika mahali, Hamza akanishika mkono. Akaniambia sikiliza wewe, hebu twende nikupeleke. Sasa hata kabla sijamjibu Hamza, akanivuta mpaka ndani ya gari, akanipakia kwa mbele, kisha akapanda sehemu ya kudrive ile, akaanza kuendesha ile gari. Akaniambia nielekeze. Nikamwambia usumenivuta huko kuingia. Haya sikuelekezi sasa. Hamza akaniambia okay fresh, haina noma, na kupeleka kwangu. Nikamwambia Hamza, kwako tena? Akasema wewe nakwambia nielekeze, hebu acha ujinga bana. Afu unaletea mambo ya kipuzi. Sasa hapa kana nazungumza kwa kana nacheka. Akaniambia sasa haya nielekeze sasa. Nikaona hapa nikileta masiara huyu kweli atanipeleka kwake. Nikamuelekeza mpaka napokaa ambapo nakaa na dadangu Maida. Unajua akanileta mpaka kaiona na nyumba. Nyumba ambayo alikuwa amepanga Maida ilikuwa ipo kwenye mtaa fulani hivi, basi akapaki pale gari. Mimi nikataka kushuka lakini Hamza akanishika mkono. Akaniambia Zulfa, unawahi nini kwani? Situongee kwanza mama ama? Nikamwambia Hamza, saizi ni 4 kasoro hii. Alafu mimi nimechoka, nataka kwenda kulala. Okay sawa, utakwenda kulala. Ila naomba tuelewane kidogo basi. Hamza, kipi jamani unataka tuelewane? Sasa hata kabla sijamaliza kuongea, Hamza akanivuta, akanipiga bonge la busu. Nyie mnajua lile busu la ghafla lile la kushtukiza. Yaani nilikuwa hata sijajipanga. Akaanza pale kunipiga busu, akanipiga busu nyuma mkaka. Alikuwa na midomo mitamu. Unajua nilishindwa hata kujichomoa, nilibaki pale nimetulia. Huyu kaka hakuishia hapo, akaanza kunipapasa mwilini mwangu, akaanza kunipapasa taratibu, akanipapasa. Mimi sasa hapo akili kae nafanyaje, inahama. Akaanza kunishika sehemu zingine za mwili wangu, nyie. Yaani niliona kama vile akili imehama kabisa. Sasa mimi nikawa nimetulia tu namsikilizia nini anachokifanya. Nikatulia, yaani nilishindwa hata kujiamulia mimi mwenyewe kujitetea. Akajitoa mdomoni mwangu ghafla tu. Mimi mwili ukawa umechemka vibaya mno. Alafu cha ajabu Hamza akaniambia samani Zulfa, sikupanga iwe hivi, ila tu nimeshindwa kujizuia hisia zangu juu yako. Kiukweli nakupenda sana Zulfa. Unajua mimi nilibaki kimya na muangalia tu. Akaniambia Zulfa, naomba tuwe wote katika safari ya mahusiano. Na niko very serious na wewe. Ikiwezekana nikupeleke nyumbani. Na wewe unipeleke nyumbani kwenu nikatoe barua. Zulfa, nahitaji nikuoe. Hamza, ni kweli kabisa sikutani. Nimejikuta nakupenda sana Zulfa. Yaani sana tu. Unajua nilibaki kwanza kimya. Yaani kama vile simsikii Hamza. Kiukweli hata mimi nilitamani kuwa na familia, kusema ule kweli. Nilitamani niwe na mume wangu, niwe na watoto wangu. Ila nilipokumbuka mimi ni muathirika, niliogopa sana nisije nikamuua kijana wa watu. Wakati kijana wa watu ni mzuri sana. Hana shida kabisa Hamza. Nikasema Hamza, naomba nikufikirie, nitakupatia jibu. Zulfa, hayo ni mambo ya kitoto mama. Mimi mbona siwezi? Hebu naomba tuwe wote tafadhali. Hamza, naomba nipatie muda tafadhali. Sitamani kukurupuka katika hili. Una boyfriend kwani? Hapana, sina. Sasa shida inakuwa ni nini Zulfa? Na wakati mimi nakupenda sana kipenzi cha moyo wangu. Utaniua mimi Zulfa. Yaani katika wanawake wote nimetembea ndani ya Tanzania, nimetembea nje ya Tanzania, nimetembea nchi mbalimbali, lakini kwako mama nimegota. Zulfa, mimi nakupenda toka siku ya kwanza tupo kwenye basi pamoja. Nakuhitaji. Nahitaji niwe mume wako.
nahitaji kuwa baba wa watoto wako. Zulfa, tafadhali na kuomba usinikatae. Niko tayari kufanya lolote lile kwa ajili yako. Ujue jinsi gani nakupenda, ujue jinsi gani ninakuhitaji. Niambie nini nifanye mama? Nionyeshe tu kwamba unanipenda, alafu mimi nitafanya kila kitu. Sasa hapo mimi nikawa namwangalia tu Hamza. Maskini ya Mungu, ni mkaka mzuri, lakini cha ajabu akaniambia eti Zulfa, au mimi sijakuvutia, au labda sina muonekano mzuri kama hao wakaka wengine wa kina Anko Jay Simulizi ambao unawataja kila siku. Na kwa nini wewe unamtaja sana Anko Jay Simulizi? Hamza, mimi namtajaga ni kwa sababu ni mtu ambaye nasikiliza stori zake. Ni hilo tu, hakuna lingine. Ndio. Kwa hiyo mimi sijakuvutia ama? Umenivutia, ila tu naomba tu muda nitafakari. Nipatie tu muda kwanza Hamza. Sawa Zulfa, nakupa muda utafakari, ila nategemea majibu mazuri, si ndo manake, si ndio? Kiukweli msikilizaji, mimi pia nilikuwa natamani sana kuona mwanaume kama Hamza. Jamani, ananivutia mno, na vile leo kanipa busu tamu ndo alinichanganya vibaya. Nilikuwa naogopa kwamba mimi nina maradhi nisije nikamua kaka wa watu. Ndo kitu pekee ambacho kilichokuwa kinanifanya nicheleweshe kumpa jibu. Basi Hamza akashuka pale, akaja kunifungulia, na mimi alishuka kwenye gari, akazunguka upande wa pili, akaja akanifungulia mlango, afa akanishika mkono, akanisindikiza mpaka getini. Akaniuliza, hivi hapa unakaa na nani? Nikamwambia nakaa na rafiki yangu Maida. Okay, sawa. Unakaa hapa eneo zuri, na naamini hata ndani pia unaishi vizuri. Nikamwambia ndio, nakaa vizuri tu. Okay, basi sawa. Sasa hapo alikuwa kanishika mikono, hataki kuniachia. Nikamwambia Hamza, naomba uniachie basi mimi niende. Mimi na tutaongea tu kwenye simu. Zulfa, nakupenda sana. Tafadhali nakuomba ukumbuke hilo. Nakuhitaji. Nahitaji kutengeneza familia na wewe. Sasa hapo Hamza akanisogelea, akanibusu kwenye paji la uso. Mara nikasikia pale, leo nimewafuma. Kila siku namsikia Hamza wala simjui. Kumbe Hamza mwenyewe ndo wewe. Mungu wangu, ndio mpaka nikaona aibu. Alikuwa ni dada Maida, yeye ndo alikuwa anarudi sasa nyumbani, akatukuta pale mimi na Hamza. Hamza akacheka sana, akasema, ndo mimi Hamza bwana, na huyu ni mke wangu mtarajiwa, suni tu nitamuoa. Hapo sasa dada Maida akawa anacheka, akamkaribisha ndani, ila Hamza alikataa, akasema siku nyingine. Kisha Hamza huyu akaondoka zake, sisi tukaingia ndani. Basi bwana, tulipofika ndani, dada Maida akaanza kusema, wow, wewe mbona yule mkaka mzuri hivyo? Yule mkaka mbona anavutia? Mkaka ni handsome yule. Ndugu yangu, hebu jiweke pale. Nikasema, dada Maida, mimi naogopa. Unajua yule mkaka amenitongoza leo, lakini naogopa kumkubalia. Vipi akijua kwamba mimi nimeathirika na nikimwambukiza magonjwa je? Mimi sitaki, naogopa dada Maida, kusema ule kweli. Sasa niliposema hivyo, dada Maida akaniambia, wewe sikiliza Zulfa, huyu mkaka hebu mpatie nafasi, umwangalie, umchunguze. Sawa na mkisharidhiana usimfiche, mwambie ukweli. Dada Maida atanitaka tena kweli? Kama anakupenda atakutaka tu, maana wewe una uwezo wa kumlinda yeye asipate maambukizi. Alafu nikwambie kitu kimoja mdogo wangu, mtoto wa kike kumwambukiza maambukizi mwanaume ni ngumu sana, ila mwanaume kumwambukiza maambukizi mwanamke ni rahisi. Sijui umenielewa? Kwa hiyo wewe una uwezo wa kumlinda mwenzio, tena mna uwezo wa kuzaa watoto wazuri wasiokuwa na maambukizi. Dada Maida, kweli? Sasa mimi si ndo nesi, ndo nakwambia, kwa nini kudanganya? Nikamwambia, sasa dada Maida, kivipi yani niweze kuzaa mpaka watoto wasiokuwa na maambukizi? Sasa hapo dada Maida akaanza kunieleza. Si mnajua huyu ni nesi. Kwa mimi nilibaki tu na shangaa tu, kusema ule kweli. Nikaja kugundua kumbe naweza kuzaa watoto wazuri tu na wasiokuwa na maradhi. Nikasema okay bwana, nimekuelewa.
Na kweli nilimuelewa sana huyu dada Maida, japo sikuwa na uhakika na haya maneno yake, lakini nilimuelewa kwa kile kilichokuwa amekizungumza. Basi bwana, mara simu yangu ikawa inaita. Maida akasema, shemeji huyo, ongea naye, mimi naenda kuoga. Basi mimi nikacheka tu pale, nikapokea ile simu. Ni kweli alikuwa ni Hamza. Akasema halo. Nikamwambia ndio Hamza. Mbona hata huniulizi kama nimefika salama nyumbani? Mimi nilizani hujafika, ila ningekuuliza tu. Acha roho mbaya bwana Zulfa. Basi nisamee. Siwezi kukusamee mpaka useme kwamba mume wangu naomba unisamee ndo nitakusamee. Bwana Hamza, mimi nalala, tuongee kesho. Na okay poa bwana, uwe na usiku mwema. Nawe pia. Hapo nikakata simu nikapumzika. Basi bwana, kesho yake nilikuja kuamshwa na simu yake tena, eti Hamza akinitakia asubuhi njema na kazi njema. Na mimi nikamwambia nawe pia. Akaniambia sawa, nakupenda sana 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 Zulfa, na kuomba usisahau hilo. Hapo mimi nikabaki kimya tu. Akaniambia okay, nenda kazini basi. Nikamwambia okay poa. Kweli nikajiandaa, kisha nikaenda zangu wapi? Kazini kule kwenye restaurant. Ikapita kama mwezi, nilikuwa bado sijampatia jibu Hamza. Mwezi mzima umepita. Ila Hamza alikuwa ni mtu ambaye ananifuatilia sana, kusema ule kweli sana, na alikuwa ananitongoza sana, na mara zote usiku alikuwa ananirudisha nyumbani yeye, na lazima tu akinirudisha atanipiga mabusu, atanifanya nini, yani ili mradi tu. Ila sikuwa nimempatia jibu, kusema ule kweli kabisa. Na mara zote alizokuwa ananiambia kwamba ananipenda sana, mimi nilikuwa nabaki tu kimya na muangalia tu. Basi bwana, nakumbuka hiyo siku alinifuata kazini, ilikuwa ni majira ya saa 4 hivi za usiku, kwamba nipeleke nyumbani. Alafu mimi nilishazoea kwamba ile nikimaliza kazi ananifuata ananirudisha nyumbani. Nikatoka pale nikasogelea gari yake. Maana gari yake zote nazijua, hana gari moja. Gari zake zote nazijua, na mara nyingi nilikuwa namuona na gari hizo mbili. Alikuwa na Range nyeupe, alikuwa na Range nyeusi. Basi mimi nikaingia katika gari yake, akaniambia kwamba leo nakupeleka kwangu, unaenda kulala kwangu. Yaani mimi nikalale kwake. Nikamwambia Hamza, hebu acha masiara. Mimi sijamwaga dada Maida kwamba nalala nje. Sijamwaga dada Maida kwamba leo mimi sirudi nyumbani. Hebu mwambie kwamba leo unaenda kulala kwangu. Msikilizaji, huyu Hamza ile ongea yake ni kama vile anacheka hivi, ila ndo anafanya hivyo. Yaani ni mtu kama unisi kama anatania, lakini ndo serious anachokimaanisha. Nikaona ile kaamua. Nikabaki tu kimya na muangalia tu. Kiukweli na mimi ukaka, kusema kweli nilikuwa nimeshamuelewa sana tu, ila sasa kila nikikumbuka kwamba mimi ni muathirika ndio nilikuwa naishiwa pao, kusema ule kweli. Yaani nilikuwa naishiwa pause. Basi Hamza akanipeleka mpaka kwake bwana. Ni huku Kibaa. Ile Kibaa kwa Matias, kuna sehemu Kibaa inaitwa Kibaa kwa Matias. Alafu ukishafika pale Kibaa kwa Matias unaingia kwa ndani kidogo. Ukaenda mpaka katika nyumba moja hivi nzuri sana. Yaani mpaka niliipenda kwa kweli. Kuna waka taa mpaka raha. Mshikaji akaingiza gari mpaka ndani. Akashuka akanishika mkono, akaniingiza mpaka ndani. Jamani, ukakanya anaishi pazuri nye. Yaani sikuwahi kuingia kwenye nyumba nzuri kama hii. Akanipeleka mpaka sebleni. Alafu hakutaka maongezi, akanidaka pale mdomo. Na yeye alikuwa na hamu vibaya mno. Nilijaribu sana kumzuia Hamza, ila nilishindwa. Kiliwaka na kuambia. Tulipeana pale mabusu ya maana. Kila mtu alizama ile deep kabisa na kuambia. Akanitoa pale t-shirt yangu nilokuwa nimevaa. Mpaka nikawa najishtukia. So unajua kwamba nimetoka kazini, nilihisi kwamba hata nitakuwa na jasho, ila Hamza hakujali hilo. Hakujali hilo kabisa. Akaanza pale kuni nini hivyo. Yaani alikuwa anafanya kwa fujo. Yaani ni mtu ambaye unajua nilikuwa najisikia raha vibaya mno akini yaani sana tu, kusema ule kweli. Nikawa mimi najisikia raha na kuna kunduku. Nikamtoa pale mkanda wa suruali yake. Hakutaka kuchelewa, akavuta ule mkanda wa suruali yake akautoa, akavua pale suruali yake, akabaki na nguo ya ndani tu. Kisha akanitoa mimi suruali yangu, nikabaki na nguo za ndani tu. Akanipakata, nikawa namwangalia. Akaniambia mama. Hapo sasa tunatazamana, akanipakata hapa mapajani mwake. Akaniambia, mamangu, nina hamu sana na wewe. Naomba unipatie kwa leo tu. Kwa leo tu. Yaani hata kama unipendi mamangu, ila wewe naomba unipe leo tu.
Nyie, kabla hata sijamjibu, akanilaza kwenye sofa, akanitoa ile nguo ya ndani ambayo ilikuwepo, akaanza pale kunipiga deki. Najua mnaelewa nikisema kunipiga deki. Watoto wa siku hizo wanasema akazama chumvini, akazama kule. Lo! Nililia kelele za utamu, nilipiga kelele za utamu nakwambia, yaani nilipiga kelele kama zote. Huyu kaka anajua mno jamani. Mpaka nilihisi kama nafika kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Nikamwambia baba Hamza, toa mdomo please, toa. Unadhani hata alitoa? Hakutoa mpaka mwenzenu, mpaka nikafika mshindo kwa kupigwa deki. Tufanye masiara nini? Hapo nipo hoi. Bado askari hajaingia, lakini lo, nilikuwa niko hoi chapa. Sasa hapo ndo Hamza akatoa ule muogo wake wa jang'ombe. Sasa baba, hogo nene, hogo refu, hogo limeshiba hatari, hogo limekasirika kweli kweli, limetuna hasira. Akaanza pale kuni jamani, nilikuwa najisikia raha. Akataka nikakumbuka, Mungu wangu, nitamua kaka wa watu. Hamza akanisogelea akaniambia, Zulfa, nini shida sasa? Mbona kama vile hutaki? Nikamwambia, please Hamza. Zulfa, please ya nini? Si unaona hali yangu? Naomba kidogo. Nikamwambia, Hamza, vaa basi kinga. Zulfa, mimi huniamini? Zulfa, mimi mzima, nimetoka kupima mwezi uliopita. Zulfa, mimi nilikuwa naenda India. Naomba uniamini tafadhali. Naomba unipatie kidogo. Nikamwambia, hapana Hamza, bila kinga mimi sifanyi. Zulfa, sina hizo kinga sasa Zulfa. Alafu mimi nikivaa hizo kinga nachelewa sana kufika nani. Naomba nisaidie, huo ni hadi yangu mwenzio. Nikamwambia, Hamza, shida sio wewe, shida ni mimi Hamza. Hamza, mimi nimeathirika. Hapo nilijikuta tu nimeropoka. Mungu wangu, nyie mnaweza kuamini nikiwaambia yule mwanaume mpaka yule mshedede wake ukanywea, yaani si ulikuwa umefula hivi kwa hasira, ukanywea dolo wenyewe. Akaniambia, Zulfa, umeathirika? Ndio. So Hamza, sitamani upitie ninachokipitia mimi. Zulfa, ni kweli umeathirika au unanikatalia? Tafadhali Zulfa, nakuomba usinikatalie mamangu. Mbona kama unatafuta njia kunikatalia, kuniumiza sana? Mimi najua Zulfa, wewe hujaathirika, nakuomba kidogo. Nikamwambia, Hamza, ni kweli mimi nimeathirika, na ndio maana nilikuwa naogopa sana hata kukubali kuingia kwenye mahusiano na wewe. Hapo nikaanza kulia, maana nilishajua huyu mwanaume mimi namkosa. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kukubali mwanamke ambaye tayari ameshaathirika. Ila Hamza akanisogelea, akanikumbatia, akaniambia, relax basi, sawa mama, hebu nyamaza. Mimi nakupenda hivyo hivyo Zulfa, na wala sijali kwamba wewe ni muathirika au imekuaje. Ninachojua ni kwamba nakupenda sana, so nakuomba usiwe na shaka, sawa mamangu? Hamza, kweli? Hamza, unachokisema unakimaanisha au nimekusikia vibaya?
Hamza, bado unanipenda? Hamza, bado unanihitaji? Yes, ninakupenda, tena nakupenda sana, nakuhitaji sana. Nakuhitaji Zulfa. Basi pale nikajikuta namkumbatia zaidi. Hamza akaniambia twende chumbani. Hapo tupo utupu kabisa, yani mpaka naona aibu kuinuka. Yeye akavaa pale nguo yake ya ndani, akaniambia ningoje. Akaingia chumbani, akarudi, akanipatia taulo, akaniambia nijifunge. Mimi pale nikajifunga lile taulo. Akanishika mkono mpaka chumbani kwake. Akaniambia oga, kesha uningoje, kuna sehemu naenda chapu narudi. Nikamwambia wapi, mbona usiku? Akaniambia naenda kuchukua kinga, sitalala hivi hivi. Hapo nikajikuta na tabasamu, kisha nikamwambia okay sawa. Kweli jamaa akatoka. Mimi nikaenda kuoga, nikajisafisha vizuri na kwambia, ndo nikatoka bafuni sasa. Nikawa naangalia chumba chake jinsi kilivyokuwa kizuri. Ni kizuri kweli kweli. Nikakaa kwenye kitanda chake kilichokuwa kimetundikwa vizuri. Nikavuta pale simu, nikampigia yule nesi Maida. Yule nesi Maida akaniambia, "Shosti vipi? Mbona mpaka saa hizi saa 6 hujarudi? Upo na Hamza kwani?" Nikamwambia, "Ndio, niko na Hamza." Poa, ila naomba uwe makini, usije ukashiriki naye tendo bila kumwambia ukweli." Nikamwambia, "Dada Maida, Hamza tayari nimeshamwambia ukweli na ninafurahi kwa sababu hajaonesha kunichukia na amenipa pole na tumeelewana mambo mengine. Nikija huko nitakuhadithia kesho." Sasa wakati naongea na dada Maida, nikasikia pale mlango unasukumwa na mimi nikakata ile simu haraka haraka. Alikuwa ni Hamza, ndo alikuwa ameingia pale ndani. Hamza hakutaka maelezo, akanidaka tena nyie mdomoni. Tukaanza pale kuandaana upya. Nikamtoa pale hogo la jang'ombe, nikaanza pale kuliandana kwambia. Hamza mwenyewe alielewa kweli kweli. Soma sihara, show yangu akaielewa. Akawa anasema, Zulfa lazima nikoe, nakupenda sana. Siwezi kuishi bila ya wewe. Yaani aliropoka kweli, mjua aliropoka. Nilipoona huyu kapagawa sana, nikavuta pale kinga, nikamvalisha. Kisha nikaukalia ule mshidede. Palichimbika na kwambia. Tuliburudika. Azam TV burudani kwa wote, usiku mzima unaambiwa, tulienjoy wote mimi na Hamza. Alikuwa anabadilisha tu kinga hii kwa nyingine hii. Wala hata sikujisikia upweke kabisa kuwa naye, kusema ule kweli. Ilikuwa ni tofauti mno. Yaani ilikuwa tofauti mno na jinsi ambapo mimi nilizani huyu mwanaume atakavyonipokea nikimwambia kwamba mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Sikumbuki hata tulilala saa ngapi. Kwa pilika zile za kuchoshana usiku kucha, sikumbuki tulilala saa ngapi. Asubuhi niliamshwa na yeye akiwa ameshavaa kabisa na alikuwa akapendeza mno. Yaani ukaka na damu ya nguo vibaya mno. Akaniambia kwamba, "Zulfa, mimi naenda kazini. Wewe hakuna kwenda kazini Zulfa. Naomba nikukute hapa nyumbani." Nikasema, "Jamani, ila mimi nimeajiriwa ujue Hamza." "Ya, naelewa kwamba umeajiriwa. Ila nataka nikirudi nikukute hapa nyumbani. Na sitaki utoke kwenda kokote." Nikamwambia, "Sawa baba, hakuna shida." Kweli Hamza kanibusu na kisha akasema, "Nakupenda sana Zulfa. Hata kitokee nini, hakuna cha kunitenganisha mimi na wewe." Nikamwambia, "Nakupenda Hamza, nakupenda pia." Sikumuuliza hata anafanya kazi gani. Na bado sikuwa naelewa mengi kuhusu yeye. Sikuwa naelewa. Ila tu sikutaka kuwa na haraka. Nilichokuwa nakijua ni kwamba atanieleza tu kwamba yeye ni nani. Basi Hamza alivyoondoka ndo nikavuta shuka vizuri, nikalala kweli kweli. Nikasahau hata kuomba ruksa kazini. Nilipigiwa simu saa 6 mchana nikapokea. Alikuwa ni dada Maida. Akaniambia, "Shosti, ndo umenogewa hujaomba hata ruhusa kazini?" Nikasema, "Toba. Dada Maida, unajua nilisahau. Hivi bosi hajamind kweli?" Maida akaniambia, "Bwana, mimi nimeshakuombea ruksa. Nimemwambia bosi wako umeamka na homa kali. Kwa hiyo kuwa tu na amani." Nikasema, "Sawa, hamna shida dada, asante." Akaniambia, "Kwa hiyo si utarudi jioni?" Nikasema, "Ndio, nitarudi jioni. Nitarudi jioni kabisa maana bado nipo huku." Akaniambia, "Okay, poa." Hapo dada Maida akakata simu. Basi ndo nikaamka. Hapo nimeamka nina njaa sikwambie mtu. Mara Hamza akawa anapiga. Nikavuta simu kisha nikapokea. Hamza akaniambia, "Vipi, umeshaamka mrembo wa Hamza?" Sasa Hamza aliponiambia hivyo basi mimi nikacheka. Nikasikia, yani nikawa najisikia raha kweli kweli kuitwa hivyo. Nikasema, "Ndio, nimeamka. Nimeamka mume wangu." Leo umeniita mumeo kwa sababu nimekufanya jana usiku, sio maana yake. Wewe ulikuwa na goma kuniita mimi mume wako. Sasa hapo nikawa nacheka tu, lakini Hamza akaniambia, "Okay, nenda kafungue mlango wa sebuleni. Nimekuagizia chakula hapo." Nikamwambia, "Asante mpenzi. Utarudi saa ngapi sasa?" "Nitarudi saa 11 jioni kipenzi." "Okay, poa."
Basi mimi hapo nikaenda nikafungua mlango, nikakuta pale nimeletewa chipsi na kuku kama zote. Zinanukia hatari. Nikazipokea, nikatulia nazo kwanza sebuleni. Nilikula jamani, nilikula mpaka nilikula tena. Nilikuwa nimemiss kula kuku jamani. Nikala mpaka nikabaki naziangalia zile kuku. Maana nilikuwa nimeshindwa kuzimaliza. Nilipotoka hapo, nikarudi tena chumbani, nikakoga, nikavaa t-shirt la Hamza, t-shirt lake kubwa hivi. Nikajitupa tena kitandani, nikapitiwa pale na usingizi kabisa kabisa. Na vile nilikuwa nimeshiba, nilikuja kuamshwa na baby. Ndo nikaamka sasa, akanipatia pole. Akaniambia pole, nimekusumbua. Nikamwambia hata usijali, hujanisumbua hata. Vipi tunaweza tukaongea? Nikamwambia ndio. Hapo nikanyanyuka. Nikakaa sasa kitandani kumsikiliza. Hamza pia akapanda kitandani akakaa. Hamza akaniuliza, akaniambia hivi, naweza kujua historia yako ya nyuma kiufupi? Hili swali hamwezi amini, lilikuwa ni gumu kwangu. Hamza anataka kujua historia yangu ya nyuma ya maisha yangu. Nimemwambia mimi ni muathirika, kavumilia. Lakini nikaamini kabisa nikimwambia historia yangu ya nyuma, hakuna mwanaume anaweza kuvumilia. Yaani hapo moyoni tu nikaa najiambia, huyu mimi nikimwambia ukweli wa maisha yangu, mimi ananiacha stoboi. Nikasema sikiliza Hamza. Mimi ni mzaliwa wa Singida. Kwa hiyo wewe ni Mnyaturu? Ndio, mimi ni Mnyaturu. Okay, sawa Mimi ni mtoto wa pekee kwa wazazi wangu. Ndio. Wazazi wangu mimi walifariki nikiwa niko mkubwa. Walipata ajali ya gari wakafa kwa pamoja. Ndugu walinipokonya mali zote na wakanifukuza kabisa Singida. Ndio nikaanza kuhangaika tu mpaka nakutana na dada Maida. Hapo Hamza akaniangalia sana mpaka nilihisi huyu kaujua ukweli wa historia yangu nini, maana hapa namdanganya alafu mbona kama mtu ananikazia macho. Au kajua kwamba nimemdanganya. Zulfa, abe, kuna vitu nimetamani kuvisikia ila sijavisikia. Kama vitu gani? Umepataje maambukizi ya ukimwi? Hamza, mimi ukimwi nimezaliwa nao toka nazaliwa. Mimi nakunywa tu dawa mpaka nilipojitambua. Ndo mama aliponiambia ukweli kwamba mimi nimeathirika. Pole sana Zulfa. Kwa nini hujui kusoma? Hapo nilishtuka, maana mimi nafanyaga siri. Unajua hata dada Maida hajawahi kujua kwamba mimi sijui kusoma. Nikamwambia, Hamza, umejuaje kama mimi sijui kusoma? Naelewa bwana. Huwa nakutumia message nyingi sana alafu huwa haujibu. Na mara chache sana nikipiga unaniuliza mimi ni nani. Unajua mpaka niliona aibu. Hamza akanisogelea akaniambia, sikiliza Zulfa, ni kawaida tu ila tunataka uniambie ukweli. Nikamwambia ni kweli Hamza, mimi sijui kusoma. Nitakufundisha. Sawa? Sawa. Una miaka mingapi? 25. Sawa, uko tayari kutulia na mimi? Ndio, niko tayari. Una mtoto? Sina. Okay, sawa. Mimi ni Mmasai wa Arusha. Nina miaka 35. Mimi ni mwanasheria wa serikali. Okay, sawa. Nimekupenda sana Zulfa. Yaani sana tu. Na mimi nakupenda pia Hamza. Zulfa, mimi mwenzio kuhangaika na wanawake siwezi. Na sipendi kusumbuana kabisa na wanawake. Niliwahi kuwa na mwanamke tukaachana kabisa kabisa. Na mimi nikiachana na mwanamke na achana naye moja kwa moja. Yaani kifupi sina mambo mengi kabisa. Hapo nikabaki na mwangalia tu Hamza. Nitasema nini? Na nikusisitize tu, swala la wewe kuwa na maambukizi kwangu mimi hilo sio jambo, yani sio issue. Sababu wewe ni mwanamke ambaye ni muwazi na ni mkweli na umenieleza juu ya hali yako. Nadhani tutaishi hivyo Zulfa, kwa sababu nakupenda sana. Najua hakuna ulichoweza kunidanganya kwenye historia yako ya maisha. Kwanza nataka uache ile kazi ya restaurant. Hamza,
Mimi ile kazi naitegemea. Unalipwa shilingi ngapi pale? 1,500,000. Achana na ile kazi. Inakuchosha tu, hakuna cha maana. Sawa. Alafu nataka uhamie hapa. Pia nataka nikuoe soon tu. Uwe mwanamke wangu wa halali kabisa. Sawa. Kuna sehemu hujaelewa kwenye haya mazungumzo niliyoongea? Hapana. Umeelewa kila kitu? Ndio. Jiandae, tunaenda hospitali. Nataka kujua zaidi kuhusu afya yako. Hapo Hamza akanipatia na nguo za kubadilisha. Alikuwa ameninunulia nguo kama zote. Akanionyesha na simu kubwa aina ya iPhone. Alikuwa ameninunulia, ila tu akaniambia sasa hivi hii simu sikupatii. Nataka nikufundishe kwanza kusoma. Sawa. Basi nikaingia zangu bafuni nikaoga, kisha nikavaa vizuri, nilipendeza na kuambia sikwambie mtu. Na bebe alijua kunichagulia nguo za kuendana na mwili wangu. Basi akanichukua tukaenda hospitali moja vya private kubwa tu, ipo hapa hapa Kibaha. Basi tukapima pale na ikaonekana mimi nina virusi, ila Hamza ni mzima wa afya. Na daktari alitueleza vizuri jinsi ya kuishi ili mimi nisimwambukize Hamza. Basi akaniambia pia na niwe na akaniambia kwamba na yule daktari akaniambia kwamba maendeleo yako ya kunywa dawa, unakunywa dawa vizuri sana. Na akaniambia kwamba CD4 zangu zimeshuka sana. So kama nitaendelea kunywa dawa vizuri, basi tunaweza tukazaa kabisa na Hamza asipate maambukizi wala mtoto. Basi baada pale ya kujiridhisha tukarudi home na Hamza akaniambia kwamba anahitaji niishi na wewe hapa, tuishi wote. Zulfa, sitaki uwe mbali na mimi kabisa. Nikamwambia sawa kipenzi. Basi bwana, penzi la mimi na Hamza lilianzia hapo. Hivi mnadhani nitatoboa? Ngoja muone. Basi bwana, penzi la mimi na Hamza likaanzia hapo. Nilihamia kwake kabisa na nilimwaga mpaka dada Maida yule nesi. Na dada Maida akaniruhusu na akaniambia kwamba niwe makini kweli kweli. Nisimzingue huyu mbaba, nitulie, na mimi nikamwambia dada sitokuangusha. Basi Hamza alikuwa ananisisitiza sana kunywa dawa vizuri, na kila baada ya wiki 2 akawa ananipeleka hospitali kucheki afya, na aliniambia kwamba nitoe kijiti. Basi mimi nikakitoa kijiti ili nishike mimba. Yaani nilikuwa namsikiliza Hamza kwa kila kitu. Mnajua nilibadilika. Niliacha mambo yote ya kipumbavu kusema lo kweli. Nilikuwa mwanamke na ngai, nilikuwa mwanamke haswa, alafu Hamza alikuwa ananipenda sana. Yaani nilikuwa napendwa mpaka nasema hapa kweli mimi napendwa. Nyie acheni tu. Kila ninachokitaka mwanaume ananipatia mimi. Na nilikuwa napendeza mno. Na nilikuwa nina pesa haswa, si bebe ananipa. Ila hapendi tu ni zurule, hiko kitu ndo alikuwa hapendi. Hata kwa Maida kuna muda alikuwa hataki niende. Ananiambia kwamba mwambie bwana Maida aje hapa, wewe tulia hapa nyumbani. Basi bwana, hapo sasa akaanza kunifundisha kusoma na kwambia. Nilianza kabisa ile mambo ya A, E, I, O, U. Nilikuwa najifunza, sikwambie mtu. Nikikosea ananifinya na kwambia. Basi nanuna, ila ndo hivyo ananifundisha. Baada ya kama mwezi nikawa najua sasa. Japo nasoma kwa shida, naunganisha sentensi kwa kusoma hivyo. Hata jina langu nikawa naandika na kana niambia kwamba nikikutumia message nataka unijibu message na sio unipigie. Basi nikawa namjibu vitu vya ovyo ovyo, akirudi kutoka kazini ananicheka, mimi basi nanuna, ananiambia ndo kujifunza hivyo. Basi nanuna, ananiletea zawadi, ananipoza. Tukawa tunaendelea, ananifundisha hivyo. Nikawa mimi mwenyewe pia naongeza juhudi, nikawa najifunza kusoma mpaka nikajua sasa kusoma. Na Hamza akanipatia sasa simu kubwa, akawa ananifundisha kuitumia mpaka nikajua kuitumia na kwambia. Kwa mimi nikawa ni mdada wa mjini haswa, na huba ndo limenoga sikwambie mtu. Siku hiyo sasa akanipeleka hospitalini kwenda kucheki. Nikaambiwa CD4 zangu zimeshuka sana mpaka wadudu wamelala unaambiwa. Kwa hiyo hapa hata mimba sasa una uwezo kubeba na una uwezo kushiriki tendo bila hata kutumia kinga, na Hamza hatuweza kupata maambukizi. Aisee, nikaona Hamza kafurahi sana na kwambia. Kumbe zile dawa bwana ni kama bia nakwambia. Ukiwa unazinywa sana kila siku ukawa unakunywa, zinaenda kuwalewesha wale wadudu wanalewa chakali. Kumbe unaweza hata ukafanya na mtu na hata maambukizi yenyewe atasipate, vidudu vinakuwa vimeelewa chakali unaambiwa. Hamza usiku akaniambia mama, leo hatulali nakwambia mpaka upate mtoto. Show. Basi bwana. Sasa tuliporudi nyumbani mimi na Hamza, jamani naweza nikasema tulikulana hii siku
tulikulana kweli kweli, yani mpaka nikasema nipate mimba. Wallahi nawaambia, tulipomaliza nikamuuliza Hamza, vipi kuhusu ndoa? Mbona uko kimya tu? Zulfa, unadhani ya kwamba sitakuoa, si ndo manake? Unadhani ya kwamba mimi naweza kuishi bila wewe? Thubutu, wewe ndo kiboko yangu mama. Nakupenda sana kuliko kitu chochote. Naomba uwe na amani. Nitakuoa. Ila nina safari, nataka kwenda Australia mwezi ujao. Ila naenda kukaa miezi hiyo 5 tu. Nikirudi na kupeleka nyumbani na kuoa. Hamza, kumbe una mpango wa kuondoka na haujaniambia chochote kweli Hamza? Wewe ni mke wangu, kwa hiyo ningekuambia tu. Hebu nakuomba uwe na amani kipenzi. Sawa mpenzi wangu, ila mbona utakaa sana? Si ndo kazi mama. Sasa nafanyaje? Ila tutakuwa tunaongea sana. Kila siku lazima tu tunaongea. Sawa. Nakuomba uwe na amani Zulfa. Sawa. Usiwe na pressure kabisa. Yaani usiwe na pressure kabisa kipenzi changu. Sawa. Kiukweli nilijiachia sana na bebi wangu mpaka nilishika ile mimba. Mimi mwenyewe nilipojigundua sasa ni mjamzito, kusema ule kweli nilifurahi sana. Yaani sana. Yeye ndo usiseme, akaniambia kwamba nichague zawadi yoyote. Zawadi yoyote nichague kwa ajili ya kumbebea kiumbe chake. Nikamwambia yoyote tu baba. Nyie hamwezi amini. Hamza alinunulia gari aina ya Mercedes Benz. Nyie sikuamini mimi kusema ule kweli. Hivi kwa kipi nilichomfanyia? Kipi ambacho Mungu nimemtendea mpaka nipe mwanaume kama Hamza? Lakini jamani, basi Hamza alikuwa anadidekeza jamani kama mtoto, na akanipeleka driving school kujifunza gari. Yaani nilipendeza jamani, sikuwahi kujutia kukutana na Hamza. Hakuwa na shida kabisa, na ni mwanaume asiyekuwa na makando kando kabisa kabisa. Ametulia mno na ni mstaarabu haswa. Yaani mpaka nikawa na amani sasa na maisha yangu. Yaani nilikuwa ni mdada wa kisasa na nilipendeza, na mimba ilijua yaani ilinifanya ninawili. Nilipendeza mno, nikaanza kunenepa jamani. Ila siku zote huwa nasema, ajuaye ya kesho ni Mungu pekee. Nye, acheni tu. Ngoja niendelee kuwasimulia. Basi Hamza akaniambiaje? Hamza akaniambia kwamba huyu anayekuja ni mwanaume, yani hii mimba nilobeba kwamba nitajifungua mtoto wa kiume. Mimi nikawa nacheka tu. Basi bwana, safari ya baby ikafika, yani Hamza safari yake ya kusafiri kwenda huko Australia. Na Hamza alinisii sana kwamba anaenda kufanya kazi na sio starehe, na akaniambia ataenda kukaa miezi 5. Kwa hiyo mimi akaniambia Zulfa, nakuomba uwe makini sana, na tutakuwa tunaongea video call kila siku. Na nakumbuka Hamza aliniambia kwamba hataki niende kokote, anataka nitulie tu hapa ndani. Nikamwambia sawa baba. Niliachiwa pale pesa ya matumizi ya maana kwenye akaunti yangu ya bank, na nilimsindikiza mwanaume wangu mpaka airport. Na alishaniambia niwe makini sana, maana mimi ni mjamzito. Nikasema sawa, na bibi huyu akaondoka zake. Tulikuwa tunaongea kila siku na Hamza kwenye simu. Yaani kila siku naongea naye. Hasa usiku, maana mchana ananiambiaga kwamba anakuwa yuko busy sana na kazi. Basi huwa namuelewaga. Alafu namuamini sana Hamza. Hanaga shida kabisa. Basi bwana. Nilichoka kukaa nyumbani. Yaani kukaa tu mimi nyumbani, mimi mwenyewe nilichoka. Nikawa naenda kwa yule dadangu Maida, napiga story huko. Hapo nilikuwa na drive mimi mwenyewe, nishajua tayari kuendesha gari. Yaani nakuwa hata simwambii Hamza kama nipo kwa dada Maida, maana anakuaga hataki, anakuaga ni mkari. Yeye anatakaga tu nikaage tu nyumbani. Alafu mimi nakuaga nachoka kukaa mimi mwenyewe. Kwa hiyo nakujaga kwa shosti yangu Maida, napiga story. Maida kwanza alikuwa anapendaga sana niende kwake. Alafu pia sina usafiri. Kwa hiyo haikuwa shida. Na tulikuwa tunapenda sana kula, yani tunatoka sehemu za mjini kwenda kula. Sehemu za kula zote tunaenda. Na hapo mimba yangu ilikuwa inanipenda vibaya mno, na nilikuwa napenda kula, sikwambie mtu. Na mimi ndo nilikuwa nalipia kila kitu, na nilikuwa namsaidia sana dada Maida katika mambo yake mengi tu, kusema ule kweli. Maana kwa muda huo mimi nilikuwa mpunga, nifanyaje? Ninao. Ila nilikuwa nammisi sana bebi wangu Hamza. Basi akinipigia ananibebisha yeye mwenyewe, basi mimi naridhika. Ila nilimmisi sana kusema ule kweli. Nilivumilia mpaka ikakata hiyo miezi 5.
Mimba yangu ikafikisha miezi 6. Hiyo siku niko nyumbani na kula zangu mbuzi choma na ndizi, nikasikia mlango wangu unagongwa. Nikahisi mlinzi. Mlinzi wangu anaitwa Miche. Nimezoea kumuita Miki. Nikasema, Miki, una shida gani? Mimi naona shida bwana kuinuka, hebu ingia. Jamani, si akaingia bebe wangu Hamza. Niliinuka pale, nilienda nikamrukia mpaka kaanguka. Nikamlalia juu na kwambia, akaniambia utaniua ujue. Mimi nikawa nacheka tu kusema ule kweli. Nikamwambia, kwa nini hujaniambia kama unakuja? Kwa nini? Nilitaka kukufanya surprise. Nikamwambia utaniua. Si unajua mkeo mimi hali yangu. Basi mke wangu, nimerudi kwa ajili yako na ninakupenda sana Zulfa. Kiukweli aliponiambia hivyo Hamza, nilifurahi sana jamani, tena sana. Basi nikamkaribisha pale ndani. Akanisogelea, akanishika tumbo, akasema, nimemisi sana mwanangu, anaendeleaje? Mimi nikacheka, nikamwambia alikuwa anakuulizia sana, alikumisi sana baba yake. Alafu naomba ni promise kitu kimoja Hamza, hautaondoka tena. Siondoki mpaka tupokee mgeni wetu. Basi mimi hapo nikacheka. Hamza akanipeleka chumbani, akaniambia nimekumisi sana mke wangu. Nikamwambia nimekumisi pia baba. Tukakiamsha bwana. Na uzuri mwanamke ukiwa una ujauzito ukakuchikwichi na mumeo, inakuwa tamu, sikwambia mtu. Wauliza waume zenu wakiwafanyaga pale mkiwa mna ujauzito, inakuwa tamu, sikwambia mtu. Tulifanya kweli kweli. Unajua penzi linavyokuwa, penzi ile mmemisiana, ile penzi la kumisiana jinsi linavyokuwa, tulikiamsha, sio nakwambia. Yaani tuliwasha moto kweli kweli, yaani tukaja kuachana jioni sana. Mimi nalalamika hapo njaa, akaniambia kwamba nijiandae, anataka kunitoa out leo. Basi nikajiandaa, kanipeleka Masaki huko katika hoteli moja kubwa, tukaenda kupata dina huko mimi na Hamza. Na usiku sana ndo tukarudi nyumbani. Basi bwana, baby akawa karudi sasa, akawa anapambana sasa na mimi, na alikuwa ananipeleka sana hospitali, maana alitaka tuzae mtoto salama. Japokuwa mimi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini alikuwa anataka tupate mtoto ambaye yuko na afya njema. Basi nilipambana na mimba yangu, japo nilikuwa na visilani sana kusema ule kweli, na mnunia hata bila sababu za msingi. Ila Hamza alikuwa anaelewa kabisa ya kwamba ni kisilani cha mimba tu, kwa hiyo wala hata hakuwa ananimind kabisa kusema ule kweli. Basi bwana, mimba yangu ilifikisha miezi 9 na final niliweza kujifungua mtoto wa kiume. Ilikuwa ni furaha sana kwetu. Yaani nilifurahi mno na sikuamini kama mimi nina mtoto, tena mtoto wa kiume, na mimi ndiye ambaye nilikuwa natamani kweli kweli kuitwa mama. Leo hii mimi nakuja kumuona mwanangu, nikasema ipo siku mamangu na babangu watanisamehe tu na watanielewa. Basi bwana, tukaanza pale kumlea mtoto wetu wa kwanza na Hamza. Na Hamza ndo alitoa jina la mtoto, akamuita Yasri. Basi nikawa mama na Hamza akawa baba. Hamza alinitafutia mdada wa kazi wa kunisaidia kumlea huyu mtoto, kwa sababu aliniona mimi nachoka sana, na muda mwingine yeye anakuwa yuko busy na masuala yake ya kazi. Bebe wangu akanipromise mtoto akifika tu miezi 6 tu atanipeleka kwao kunitambulisha na atanioa. Kwa sikuwa na shaka kabisa na Hamza, kusema ule kweli nilimwamini. Maana kunipenda tu huyu mkaka ananipenda jamani. Maida alikuja kumuona mwanangu, akanipa pale zawadi, na kwa ndugu yangu pekee niliyekuwa naye, na sasa nikasema ndo huyu Maida. Baada ya miezi 5 nikiwa nalea, nilianza kuumwa sana. Nilikuwa naumwa sana, sikuwa sawa, mpaka nashindwa kumbembeleza mtoto. Hamza unajua mpaka aliogopa, akahisi kwamba labda CD4 zangu labda zimepanda, na mtoto naye alikuwa naumwa. Na hapo hata mimi sasa nikaanza kuogopa isije kuwa nimempa mtoto maambukizi. Kwa nikawa namwambia Hamza, mimi mbona naogopa? Hamza akaniambia tulia kwanza, alafu tuliza hiyo pressure. Sawa, nikasema sawa baba. Basi kweli alinipeleka hospitalini mimi na mtoto ili tuchekiwe kwanza afya. Nikaambiwa pale kwamba mimi niko vizuri tu, ila mimi ni mjamzito na mtoto anaumwa kwa sababu anakunywa maziwa yenye uchafu, sababu tayari tumboni kuna kitu kingine kishajiunda. Nyie mjoni nilivurugwa. Yaani mtoto ana miezi 5 na mimba nyingine. Yaani hata Hamza mwenyewe kwanza alichoka sana. Dokta akasema kama mnataka mtoto awe na afya, basi mumuachishe kunyonya kwa sasa. Unajua mimi nikawa namwangalia Hamza, nikawa sema Hamza, huyu dokta anaongea nini? Mimi na mimba nyingine? Yaani mtoto wetu mwenyewe tu ana miezi 5, nimenasa nyingine. Au dokta akachanganya vipimo?
Sasa mimi namwangalia Hamza, sielewi. Hamza akauliza pale, kwa maziwa ya kopo dokta yatamkuza vyema mtoto? Dokta akasema nitakuandikia maziwa ya kumchukulia na atakuwa na afya njema kabisa. Mimi hapo nilikuwa natamani hii mimba niitoe, kusema ukweli. Nilitaka nimlee mwanangu huyu wa kwanza, maana nilimwona ni bado kabisa miezi 5. Nimebeba mimba. Hamza akasema, akamwambia dokta, akamwambia okay sawa dokta, basi tutafatisha hilo. Na kweli yule dokta akatueleza pale maziwa ya kumchukulia Nasri. Tukapita pale supermarket, akamnunulia maziwa aliyokuwa ameelekezwa na dokta. Akanunulia na mimi pia vyakula vya lishe. Ila katika gari mimi nikawa nimenuna vibaya mno. Niko busy na mwanangu. Tukafika home, tukaingia chumbani sasa. Hamza akaniuliza, unanuna nini? Ama ndo kisilani cha mimba kimekuanza? Nikasema hivi, Hamza, hivi uko serious unataka mimi nizae tena? Ndio, nataka uzae. Tena si ndo vizuri au okay. Unataka tufanyaje? Nikasema sikiliza Hamza, mimi nataka kwanza kumlea huyu Yasri, mbona ni mdogo sana. Kwa hiyo kwa lugha yako nyepesi unataka tutoe hiyo mimba? Ndio tutoe, mimi sihitaji kuzaa kwa sasa hivi, mtoto bado ni mdogo sana Hamza. Kwa hiyo uko tayari tutoe mtoto wetu? Hapo nikabaki kimya. Na kuuliza wewe, unataka tumtoe huyo mtoto wetu? Hamza, umenielewa vibaya. Nataka tumlee kwanza Yasri. Yasri ana miezi 5. Sikiliza Zulfa, mimi ndio baba na wewe ndio mama. Hiyo iliyotokea ni excuse tu. Hatukupanga wewe ubebe mimba tena, ila imeshatokea. Sasa nasema hivi, hakuna kutoa hiyo mimba. Huyo mtoto acha azaliwe, na kuanzia leo hakuna kumnyonyesha mtoto, na huyo mwingine utalea hiyo mimba. Sasa ole wako unizingue, nitakuonesha mimi ni nani. Hapo kwanza nikabaki kimya. Akambeba mwanae akatoka naye mule chumbani. Basi mimi nikajipumzikia zangu tu chumbani. Ila niliona kabisa nimemkwaza Hamza. Basi nikawa nawaza pale kwamba nimuombe tu msamaha. Alafu shida ya nini? Maana mwanaume ananihudumia kwa kila kitu na ananipenda sana. Nikaona ngoja tu nitulie. Basi Hamza akaingia pale na mwanae usiku, akiwa kanuna kweli kweli. Akachukua pale beseni akamuogesha mwanae, kisha akakaa naye kitandani akawa anambembeleza. Mimi nikabaki tu kimya na muangalia tu Hamza. Basi akambembeleza mwanae mpaka akalala, akamlaza kitandani, kisha akawa anaenda kuoga. Nikasema mpenzi. Hamza akajifanya kama hajanisikia wakati mimi nimemuita. Hamza akaenda zake kuoga. I say, sijui nilijisikiaje ile hali ya kunipuuza. Nilihisi hasira. Nikaona kama vile kanidharau, nikapiga kelele ya kulia. Mpaka katoka huko chooni na sabuni ziko kichwani. Akasema, nini Zufa, nini? Mbona unalia mke wangu? Nikasema, kwa nini nakuita uniitikie, umenidharau, sina maana yake? Sasa ndo unalia hivyo mke wangu? Okay, basi nisamee. Sirudi tena mke wangu. Hapo sasa nakwambia ndo nikaanza kujiliza kweli kweli, nakwambia. Sijui ndo mimba ilikuwa inanipelekesha, hata sijui kusema ule kweli. Basi mume wangu ananibembeleza ile mbaya. Akaniambia twende nikakuogesha. Basi akaenda akaniogesha bafuni. Huyu kaka nyie anajua mapenzi bwana. Wewe mara ya mwisho ndugu yangu kuogeshwa na mpenzi wako lini? Wewe mara ya mwisho kuogeshwa na mpenzi wako lini? Lakini mimi nikaogeshwa nakwambia bafuni. Nyie uko bafuni huko tukakiwasha nakwambia. Yaani ndo maana hata ndo maana tumepeana mimba, kwa sababu tunaendekeza kutiana. Then tumejiachia vibaya mno. Basi tukatoka bafuni tuko wepesi wenyewe. Hamza kaniambia, sasa mke wangu, usio unapenda kulia basi sawa? Utaniua mwenzio. Hapo mimi nikawa nacheka tu. Akaniambia, sasa leo unaongea na mkweo, nampigia kabisa, maana nimeshamueleza kila kitu. Kuna mambo anataka kukueleza. Nikasema okay sawa. Basi kweli Hamza alimpigia mama yake, kisha akanipatia mimi simu niongee na huyo mama yake. Basi nikasalimiana naye pale kwa heshima kama zote. Yule mama akaitikia na kisha akaniambia, yani nyinyi mnadhini tu mpaka mnazaa na mnabebeshana mimba, hamtaki hata kuja nyumbani. Nikamwambia mama, Hamza alisema atanileta. Nimeshasema akulete haraka nyumbani, mje mfunge ndoa, maana ameniambia wewe huna wazazi. Si ndio mwanangu? Nikamwambia ndio mama.
pole sana binti. Nikasema asante mama. Sasa sikia, usimnyonyeshe kabisa huyu mtoto, na usiku mkilala usimkumbatie mtoto, sawa? Nikasema ndio. Usipende kumpakata pakata huyu mtoto, atahisi joto la mwenzia wa tumboni, sawa? Nikasema ndio mama. Basi mama akanielekeza vitu vingi sana, huku akawa ananisema kwamba nimwambie haraka sana Hamza twende nyumbani. Niliona mama yake kama Hamza ni mwongeaji sana hivi, yani sana ni mwongeaji sio masihara. Basi baada ya kuongea naye huyu mama, Hamza akasema mzoe mamangu, ni mtu wa kuongea sana. Nikasema okay sawa. Ila Hamza, unanioa lini? Nataka Yasri afikishe miezi 10. Najua mimba itakuwa na miezi 5 ndo nakupeleka nyumbani. Yaani nataka mtoto awe stable kidogo, ataweza atakusimama. Sawa, hamna shida. Basi bwana, nikaanza kuilea hii mimba huku nikiwa napambana na mwanangu Yasri. Mama mkwe alionyesha kunipenda sana, yani sana. Japo hakuwa ameniona, ila alikuwa ananipenda sana, kunipigia simu, kunielezea mambo mengi juu ya kulea ili nisimbemende huyu mtoto Yasri. Nashukuru Mungu mwanangu alikuwa anaendelea vizuri na alikuwa anakunywa maziwa yake ya kopo tu, ila alikuwa na afya njema. Akafikisha miezi 7 akawa anatambaa kabisa, anacheza mno na anasimama mtundu. Kila siku anamvunjia simu baba yake. Alipofikisha miezi 10 huyu mwanangu akaanza ile kama anataka kutembea na akawa anaita kabisa baba, mama. Si unajua ile? Anamjua vizuri baba yake, ananijua vizuri mimi mama yake. Asubuhi kila siku lazima amlilie aondoke na baba yake. Yaani nilikuwa na familia yenye furaha sana, namshukuru Mungu. Mimba yangu ikafikisha miezi 5. Ndio sasa Hamza akaniambia ananipeleka kwao kunitambulisha. Na anataka kunioa moja kwa moja kwa kuwa mimi ni Muislamu, sina ndugu. Kwa hiyo nitaozeshwa msikitini. Hapo Hamza hajui kwamba mimi wazazi wangu wapo, tena wazima, wapo huko Singida. Hajui hilo. Kaza mimi Hamza nimemwambia mimi wazazi wangu wamekufa. Mimi nyumbani si nilishatimuliwaga kutokana na masekeseke yangu. Na nilienda kuomba msamaha wakanitimua, si mnakumbuka? Basi nikawa naogopa kumchukua Hamza kumpeleka nyumbani kwa sababu mimi washanikataa. Ndio maana mimi watu tulisema mimi yatima. Basi bwana, siku ya kwenda kwa wakwe Morogoro ikawadia. Hamza aliniambia kwamba wazazi wake wanaishi Morogoro mjini pale. Na ninakumbuka mida ya asubuhi tukaianza safari kuelekea Morogoro. Nilikuwa na raha sana maana nilijua sasa naenda kuolewa sasa na ninakuwa mke halali wa mwanaume ninayempenda sana katika hii dunia. Basi bwana, mpaka kufika majira saa 8 za mchana tulifika kwa kina Hamza. Kijana huyu kwao wapo vizuri, ndo nikajua kumbe huyu hata kwao pia hawanaga shida ndogo ndogo. Yaani Hamza ni wakishua jamani. Narudia tena, Hamza ni wakishua. Basi nikakaribishwa pale vizuri sana. Sana. Mama alinikaribisha vizuri, yani kwa shangwe mno. Akambeba na mjukuu wake, akasema wao, nina mchumba jamani. Basi mwanangu hapa kawa anashangaa nakwambia. Nikamwambiaje mwanangu, msalimi huyu bibi yako. Basi akamwekea pale mkono kichwani. Mamake Hamza akasema, mpaka unajua kusalimia? Kweli wewe unatakiwa uitwe kaka sasa. Basi tukawa tunacheka tu. Nilikaribishwa pale mezani maana chakula kilikuwa kiko tayari. Niliwaona pale dada zake na Hamza walikuwa wako hao wawili. Na yeye ndo alikuwa wa mwisho kwao, yani yeye ndo mdogo. So mama yao aliwazaa 3. Kwa tukapata pale chakula kwa pamoja. Baada ya chakula cha mchana, mama akasema sasa Zulfa kapumzike. Maana ndo nimempigia hapa mjombake na Hamza aje tupange mipango ya harusi. Nikasema sawa mama. Basi kweli tukaingia chumbani. Hamza akaniambia vipi mke wangu? Nikasema miguu inaniuma sana. Hapo Hamza akachukua maji ya vuguvugu akawa ananikanda taratibu. Nikawa najisikia raha mpaka nikapitwa na usingizi. Akaja kuniamsha Hamza mida jioni sana. Akasema mama, hebu amka. Mbona unapenda sana kulala sana mke wangu? Hebu uona changamka. Nikamwambia nimechoka na safari lakini. Kwanza Yasri yuko wapi? Yasri ameshakuwa mwenyeji. Anawachekesha watu huko sebleni. Ameshawazoea wote ila Yasri. Aya, twende basi. Mjomba ameshakuja. Anatungoja sisi. Tunataka tufanye haraka sana mke wangu. Mimi sitaki kuchelewesha hii ndoa kusema ukweli. Nikasema sawa mpenzi. Anaenda kaoge basi kwanza. Kweli hapo nikaenda kuoga. Akaniambia leo nataka uvae nguo ya ndani. Kuna wakwe zako hapo. Mimi nikajikuta nacheka tu maana ananijuaga mimi sipendaki kuvaa nguo ya ndani kusema ukweli. Yeye unaga kama vile na banwa. Yaani tangu nipate hii mimba kuvaa nguo za ndani haka. Basi nikavaa pale nguo ya ndani.
Akanipigia pale pasi Bible langu akanipatia, nikavaa pale, nilipendeza hatari. Mpaka yeye mwenyewe Hamza akawa ananisifia. Akanishika pale mkono, tukaanza kushuka sebleni sasa. Ila sasa tulipofika sebleni, moyo wangu kafanya pa. Nilishtuka nilipofika pale sebleni baada ya kumuona yule mtu ambaye nimemkuta pale sebleni. Yaani mpaka miguu iligoma kutembea, nakwambia. Mungu wangu. Toba. Ebare, sasa Zulfa maskini ya Mungu alijikuta anapigwa na mshangao mpaka miguu inamtetemeka, anashindwa hata kutembea. Yaani hakuamini kila alichokuwa anakiona pale sebuleni. Msikilizaji, unahisi Zulfa kamuona nani pale sebuleni? Balaa hilo ndugu yangu. Patamu hapo. Hebu tukutane katika sehemu ya 4 tupate kujua hii historia ya Zulfa itaendeleaje, itakuwaje. Patamu hapo. Yaani pale ambapo mtu anataka kuolewa, pale mtu ambapo mambo yameshakuwa taradadi, alafu unamkuta mtu ambaye hukutarajia ndo anajuana na hiyo familia. Mtume na wewe ushadanganya, huna ndugu, huna wazazi, huna nini. We, urahisi Zulfa kamuona nani hapo sebuleni? Zulfa alikuwa anatamani akimbie lakini hawezi, ndo kashashikwa mkono na Hamza. Twende kwa wazazi wangu nikakutambulishe. Mjomba kaja. Sasa huyo mjomba. Tukutane sehemu ya 4. Bye bye kwa sasa.